Kwanza kabisa mimi nataka nijue hii kuna siri gani ndani ya hili shati? Bwana, hili shati nafikiri naweza nikasema ndo ndo kuna uchawi wenyewe, mikoba yenyewe. Unajua si watu wakinga. Ndio. Wakinga. Wakinga wachawi, ila tunakuwa na vitu vyetu ambavyo viko very selective. Tangu siku ya kwanza kabisa nimeivaa. Ni siku ambayo nitengeneza profit kubwa sana sokoni. Na nasema hivyo kwa sababu yani siku ambayo nimeivaa ambayo ndo mara kwanza ambayo ilikuwa ni mpya. Unaona, kwa sababu nakumbuka hii nguo nilinunua Mwanza. Ndio. Shingapi kwanza? Hii nguo mwanangu au bei za kawaida tu? Bei za kawaida mzee. Hii nguo ni shingapi? 18,000. Unaona, ila kwa bei zetu sisi matrader tunaweza kusema $200 sio mbaya. Sawa. Hii $200. Ndio. Unaweza kupiga hesabu kwa rate ya dola ya leo ukajua ni shilingi ngapi. Kishaona kitu labda kina ukikivaa au ukikifanya kinakuletea matokeo makubwa tofauti na ukiwa umevaa vitu vingine vya kawaida. Lazima ukomae na hicho. Sawa. Mimi mara nyingi nikivaaga ile shati hata kama nikiwa niko mbele ya chati nikiwa na trade unakuta anakuwa na matokeo mazuri tofauti na sikio nikivaa nguo nyingine. kuna kitu ndani, kuna kama baraka fulani yani limebarikiwa. Yani ni shati ambalo tayari limeshabarikiwa yani. Ndio, by the way hongera sana kwa kazi nzuri ambayo unakuwa unaifanya hapa Divine kuwaelimisha watu kuhusiana na forex, changamoto, baadhi ya vitu ambavyo vinapatikana ama unaviona unapambana navyo kwenye forex. Hongera kwa hilo. Bwana, mimi nashukuru sana. Nashukuru sana kwa kweli. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu sio rahisi. Ni kweli. Sio rahisi kama watu wengine wanavyofikiria. Unajua unapofika time mtu unaamua kuzungumza ukweli, ndio vikwazo vinakuwa ni vingi sana. Umeona? Kabisa. Sasa kwa sababu kwenye ndani ya huo ukweli kuna biashara za watu ziko humo ndani. Kwa hiyo unapokuwa unazungumza ukweli inamaanisha kuna biashara nyingine za watu zinakuwa zinafanyaje? Zinaumia. Unaona, lakini mimi naangalia kitu kikubwa, naangalia sana majority ya watu wapo katika upande gani, na ukiangalia majority ya watu wanaumizwa na wanaumia sana kwenye hii biashara. Kwa hiyo nimeamua kusimamia ukweli na namshukuru Mungu, energy ninayo, nguvu ninayo, na watu wamelipokea vizuri na feedback inapokea nyingi sana. Yani kwa siku yani naweza nikatumiwa message inbox yangu nikikuonyesha hapa imejaa message nyingi sana za watu, alafu zote ni namba ngeni. I say. Unaona? Kwa hiyo na huyu anakuja na changamoto hii, mwingine anashukuru, mwingine ananielewa. Sometimes unajua kuna wengine wanakutumia hela, bwana bro, acha ya soda hiyo. Kuna watu kabisa wanakufuata au watufundishe. Watu ni wengi sana. Bro, niambie video ambayo umeshawahi kuitengeneza ikakuletea impact mbaya. Video ambayo nishaitengeneza ikaniletea impact mbaya ni ile video ambayo nazungumzia, naeleza ukweli wa hii industry jinsi ilivyo. Actually sio impact mbaya, ni impact nzuri, lakini nimepokea negativity nyingi kutoka kwa watu wachache, ila watu wengi wameielewa, ila watu wachache. Ndio mara ya kwanza mimi nimepokea negative nyingi, na hizo sio nimekutana nazo kwenye comment, ni watu personal yani wamenitafuta, wewe bwana acha hizo, acha hayo mambo, unaona. Lakini ukiangalia majority wengi wamefanya wamekubali. Na hii ni ile video ambayo niliposti kutoka $10 mpaka $1,000. Ndio. Unaona? Ni video ambayo nimezungumza facts. Unaona? Kuhusiana na hii industry, the way jinsi watu wanavyokuwa wanafanyaje, wanaumia. Kwa sababu ile ni video ambayo nilitengeneza nikiwaeleza watu ukweli kuhusiana na hii forex, na nikaeleza watu kwamba mtu wewe kama una mtaji mdogo chini ya $1,000 inabidi hiyo $1,000 yako, kwa sababu kuna aina account ambayo tunaita cent account. Unaona? Ni account aina gani? Hii ni account ya nanilio. Yaani tuna shilingi na senti. Unaona kwamba ili timie shilingi moja lazima uwe na senti moja, senti 10. Unaona? Kwa sasa na huku ndo hivyo. Kwa hiyo badala ya kudeposit $1 kama $1, ile hizo $1 sio $2 unazibadilisha kwanza, zinakuwa katika mfumo wa nini? Wa senti. Alafu ndo unazidumbukiza sasa sokoni. Unaona? Kwa hiyo ikitokea umepata hasara, unapata hasara ya senti. Unaona, sio ya dola kama dola. Unaona? Kwa hiyo senti ni unit, ni viela vidogo sana ambavyo ukivijumlisha ndio unakuja kupata nini?
shilingi, unaona. Kwa hiyo ukitumia hiyo senti account, unaona, ni rahisi kwako wewe, kwa sababu ni biashara ambayo inahitaji mtaji mkubwa, na mtaji ambao unaweza ukauwekea plani, unaona, kwamba leo nataka nitoke kiasi fulani mpaka kiasi fulani, au nataka nipoteze kiasi fulani ili nipate kiasi fulani, kwamba naweka labda senti 5 ili nipate $1, unaona, au naweka labda senti 20 ili nipate senti 30 au 40, unaona, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo na hivyo ukiwa na senti account, inamaanisha kwamba unaweza ukaweka plani na ukaweza kufanya kuifuata na ukakuza mtaji bila pressure, kwa sababu kitu kingine ambacho kinatutoa kwenye focus huku ni kuwa na ile pressure ya kufanya ya kupoteza. Na hiyo pressure ya kupoteza tunakuwa nayo kivipi? Kwa sababu mitaji ambayo tunaitumia haituruhusu sisi kuipangia plani. Kwa hiyo ndio maana nikawashauri sana watu, nikamwambia bwana, wewe kama una mtaji chini ya $1,000, bora ufungue senti account. Utaweza kutrade, kwa sababu kitu ambacho kinahitajika huko kwenye trade inahitaji uwe na akili, uwe na utulivu wa hiyo akili, kwa sababu inahitaji mazingira ya utulivu zaidi, kwa sababu tunatumia sana akili huko kuliko hisia. Kwa hiyo hii mitaji midogo hii inapelekea vijana wengi au traders wengi kufanya maamuzi kwa hisia, na ni kitu ambacho hakitakiwi. Inabidi ufanye maamuzi kichwa chako kikiwa kipo fresh, hakina mawazo yoyote, ili uweze kutumia akili zako vizuri. Sasa kama ukiwa na mtaji mdogo, labda tuchukulie mfano una $50, alafu kwenye trade moja umepoteza $10, kifuatacho ni nini? Lazima upanic, uwe na pressure. Sasa hii ukiwa na senti account, hicho kitu uweze kufanya kuki experience. Okay, kwa hiyo utakuwa una ile pressure. Kwa hiyo mwisho wa siku utajikuta hata kama umepoteza, trade inayokuja utatumia akili zaidi kuliko hisia, na ukaweza kufanya kulicover ile loss, kwa sababu huku ni hasara zipo kama kwenye biashara nyingine, na uwezo ukaziepuka hasara, ila tunaangalia ni njia gani ambayo unaweza ukaitumia kufanya zile hasara zikawa ndogo, afu ukawa na faida kubwa. Kuna aina ngapi za account? Kuna naweza ngasema ni aina 2 tu ambazo kwa mimi beginner nikiwa na mtaji wangu wa $1,000 naweza nikaziweka akaunti zote 2 au akaunti moja tu inaruhusiwa? Sasa mpaka umefikia hatua ya kudeposit hiyo $1,000, kabla hujadeposit lazima ujifunze vizuri zaidi, kwa sababu ni mtaji ambao unatosha kabisa wewe labda kuweza kukuendeshea maisha, kwa sababu ukiwa na $1,000, kama ukiwa na trade vizuri kwa mwezi, kama ukiwa na maarifa sahihi, uwezi ukakosa kuanzia 8% mpaka 10% ya huo mtaji wako. Hauwezi. Kwa hiyo sasa lakini kwa mtu beginner kwanza, nashauri kwanza aanze na senti account. Unaona? Trade senti account. Alafu akisha master sasa mazingira mazuri, na kama akawa na mtaji mkubwa. Hapo baada ya kumaster sasa, maana kuna vitu kunaitwa unasema demo account. Demo sijui nini. Hapo baada anaweza akatumia demo account. Ukitoka demo account, ingia kwenye senti account. Ukitoka kwenye senti account, ndio kama mtaji wako unaruhusu sasa deposit $1,000 kwenye standard account, ambao ukideposit $1 inasoma $1, $2 $2. Ukideposit $1,000 inasoma $1,000. Ila kwenye senti account ukideposit $1,000 inamaanisha kule kwenye senti account itasoma senti 100,000. Ndio. Unaona? Kwa ni vitu viwili tofauti. Ni nondo, unatoa nondo sasa kabisa. Ni vitu vya kawaida. Huo ndo uhalisia ambao upo sokoni, kwa sababu usipofanya hivyo utajikuta kila siku wewe unapoteza hela, na kwa sababu unakuta watu wengine kitu ambacho kinawasumbua sana ni kufanya maamuzi kwa hisia, ndio maana unakuta wanachelewa sana kuyaona matokeo. Kwa sasa utaeliminate vipi hizo hisia na huna mtaji? Kwa hiyo lazima utumie senti account. Mtazamaji wa Divine Forex, karibu sana. Kama ndo kwa mara yako ya kwanza, karibu sana. Hapa ni mahala pekee ambapo tunakufundisha kuhusiana na elimu nzima ya forex, biashara ya forex. Jina langu naitwa Ibrahim Kalage, lakini kama ndo kwa mara yako ya kwanza unaiona hii channel, basi ni kuombe ubonyeze alama ya subscribe hapo chini ya video hii, ili kuweza kupata elimu kubwa sana tunaoitoa hapa kupitia YouTube channel hii. Niko na mtaalamu wa hizi kazi, mimi namuita Divine Forex. Bosi mkuu ni aje? Bwana safi sana. Mambo vipi mzee? Shwari. Nafurahi sana kukuona mzee. Bwana mimi pia nafurahi, maana ni kitambo sana mzee.
Nia ya kutaka kufanya interview hii ni kutaka kuelewa ama kuwaelimisha pia. Kuna wale watu ambao wanaisikia tu juu kuhusiana na mambo ya forex. Watu kibao tu na forex. Forex ni nini? Tuanzie kwanza hapo. Forex ni nini haswa? Forex ni biashara. Unaona, na hii biashara ni biashara ya kuuza na kununua fedha. Unaona, fedha za mataifa mbalimbali huko. Unaona, yani kazi kubwa ambayo inafanyika huko ni kuuza na kufanya na kununua fedha. Kununua fedha za mataifa mbalimbali. Au kwa lugha nyepesi naweza nikasema kwamba mtu ambaye anajiita yeye ni forex trader, Dio, au mtu ambaye anafanya biashara hii ya forex ni kwamba huwa ananunua fedha. Unaona, labda tuchukulie ikiwa kwenye thamani ndogo au kwenye value ndogo, alafu ikija kupanda thamani anakuja nafanyaje, anaiuza. Unaona, kwa hiyo unakinunua kitu kwa thamani ndogo, alafu unakuja kukiuza kikiwa na thamani nini, na thamani kubwa. Unaona, kwa hiyo hapo ndo unajikuta unatengeneza nini, tengeneza faida. Ni kama tu wewe mfanyabiashara wa kawaida unaenda kukinunua kitu dukani labda kwa bei ya jumla, alafu unakuja kukiuza kwa nini, kwa rejareja. Kwa bei ya jumla kidogo bei inakuwa iko chini, alafu kuja kuiuza kwa bei ya rejareja kidogo bei inakuwa iko juu. Kwa hiyo pale tofauti kati ya ile bei ulionunulia na uliouzia ndio unapata nini, unapata faida. Sasa ni utajuaje kwamba hii pesa niliyoichukua sasa wakati huu natakiwa kuuza, wakati huu sitakiwi kuuza? Sasa ukisha soma au ukiwa unajifunza, tuna kitu tunakiita kufanya uchambuzi. Unaona, analysis. Kwa hiyo lazima ufanye uchambuzi wa hiyo pesa ya taifa fulani, kwa sababu kuna pesa nyingi, yani kuna nazita currency. Currency ni fedha. Unaona, kuna fedha za mataifa mengi sana kwenye hili soko la nini la forex. Kwa hiyo wewe cha kwanza unachotakiwa ukifanya ni kufanya uchambuzi wa hizo nini, wa hizo fedha. Kwa hiyo utajua kwamba hii fedha itapanda thamani au itashuka thamani, au itashuka nini, itashuka thamani. Kwa hiyo ukishajua hivyo ndio unajua namna gani sasa hapa naingia kubai au kuseli. Na inachukua muda gani haswa kwa mtu kuelewa, kuwa na uelewa mkubwa wa hii biashara? Kuanzia miezi mitatu kulingana na uelewa wako. Au kwa sababu binadamu kama nilivyosema kwamba tumetofautiana, inaweza kachukua kuanzia miezi mitatu, miezi sita, mwaka, miaka miwili. Inategemea pia umekutana na mentor aina gani. Unaona, kuna mamenta vishoka na mamenta wa kweli. Unaona, na kuna wengine sio vishoka, unaona, ni wa kweli lakini still bado hawajui nje ndani au uhalisia wa nini wa hii biashara. Kwa sababu kuna mtu mwingine, sio kila mtu kwamba anaweza akakufundisha kitu ambacho sio, ni kwamba eti kwamba yeye ni tapeli. Hapana, huyo sio tapeli, ila tu ni uwezo wake na uelewa wake ndipo umeishia pale, lakini sio nini, sio tapeli. Ila kuna mwingine unakuta anajua kabisa hichi ninachokifanya sio, lakini nitafanyaje, sina hela, lazima nifanye. Kwa ndio maana unakuta sasa learning curve ya mtu inakuwa kubwa. Cha kwanza kulingana na uelewa wake, alafu cha pili kulingana na aina ya mentor ambaye amekutana naye. Unaona, kwa sababu kufundisha, ukiachilia mbali kwamba ni biashara, na napendaga kusema kwamba kumfundisha mtu mpaka elewe ni kama kazi ya udaktari, ni kazi ya wito. Unaona, sio kwamba kila mtu anastahili kuwa mentor au anaweza kufundisha. Ni watu wachache sana ambao wanaweza kufanya kufundisha. Kwa hiyo inategemea wewe umekutana na mtu wa aina gani, yupo tayari kukufundisha wewe, kukuelewa. Unaona, ule ujuzi ambao uko naye kichwani yuko tayari kuhamisha uje kwenye kichwa chako. Ndio hapo sasa ndio inategemea sasa hiyo time frame hapo ambayo utaitumia wewe kuelewa na vitu kama hivi. Wewe unafundisha watu? Actually mimi nafundisha. Ni sio muongo, mimi nafundisha, na hii elimu kuipata kwake ni gharama, sio free. Unaona, mtu yeyote yule ambaye anakuambia atakufundisha forex bure, kuna kitu. Wapo watu wanaofundisha forex bure? Wapo wengi sana ambao wanajitangaza huko mitandaoni kwamba tutakufundisha bure na nilio. Kwa hiyo huyo mtu ambaye anakuambia atakufundisha bure, kuna faida kubwa sana ambao anaipata kupitia wewe kwenye kufundisha bure, ambazo asilimia kubwa tunaita ni mambo ya referral. Unaona, kwamba referral nikimaanisha kwamba huyo mtu anakuwa ameingia partnership na broker, kwamba akipeleka mteja kwa huyo broker, unaona, anapata chochote kitu. Kwa hiyo unakuta huyo mtu anakuwa anakula sahani moja na nani na broker kupitia wewe kufundisha nini, kufundisha bure. Sasa mtu aina hiyo ni wa kumuogopa sana. Ni wachache sana ambao ni wa kweli, ila wengi wao ni waongo. Anataka tu wewe anakublash juu ujue kubai na kusell, afu ukiingia huko sokoni uanze kufanya kupoteza. Lakini yeye mwisho wa siku wewe upate usipate
yeye kule kashaingiza yeye tayari kashaingiza hela. Kwa hiyo unajikuta mwisho wa siku anakuambia mimi nitakufundisha bure, kumbe wewe ndio fursa kwake yeye. Kwako wewe, kwa nini ulichagua hii biashara ya forex? Mimi binafsi nilichagua hii biashara ya forex. Jambo la kwanza kabisa, naweza nikaelezea the way jinsi nilivyokutana na hii biashara ya forex mpaka nikaamua kuanza kwa sababu mimi kozi ambayo niliyosoma chuoni inahusiana mambo ya teknolojia. Nimesomea mambo ya telecommunication engineering. Kwa hiyo ambao unakuja kwa IT, ambao unakuwa mambo ya IT. Hapana, ina tofauti kidogo na IT. Sisi tuko kwenye masuala ya mawasiliano, kwamba ile process nzima ambayo unachukua simu yako, unampigia mtu, yani ile process nzima ambayo wewe kumpigia mtu mpaka kuja kumpata yule mtu, process gani ambayo inafanyika hapo katikati, ndo mambo yangu hayo. Kwa hiyo actually pia na yenyewe pia yako katika upande wa teknolojia, kwa sababu unaona tulikuwa tuna ile afu ikaja 2G, ndio 3G 4G 5G 5G. Kwa hiyo hizo zote ni development za nini za teknolojia. Kwa hiyo by the time wakati nasoma chuoni ndio hii fursa ambayo nilikutana nayo. Kuna kabla sijaanza kuna haya makampuni tunaita pyramid scheme unaona, ndo ni makampuni ambayo nilianza nayo, ambao ni makampuni yanahusisha na makampuni haya ambao anakuambia sijui unaanza na mtaji wa 20,000, 30,000 au 100,000 au 200,000, ukiweka pesa inakuwa inakufanyia kazi kila siku, labda unakuwa unapokea 10% ya pesa yako ambayo unakuwa umewekeza huko. Tulianza nayo hapo, unaona. Kwa mwisho wa siku unajikuta ambao nao pia alikuwa anahusisha na mambo ya forex. Sasa wale wakati wanakuja wanasema bwana, huku hii pesa yako unavyokuwa unaiweka, ama kampuni yanafanya biashara ya forex, unaona. Kwa hiyo ukideposit hela yako ama kampuni ana trade kwa niaba yako, ndio gia ambazo walikuwa wanakuja nazo. Alafu ile faida mnakuwa mnafanyaje, mnagawana, ambapo kila mtu anapewa asilimia ngapi. Ndio hapo sasa nikaanza kulisikia nini forex, unaona. Na wengine walikuja mpaka kwa gia ya Bitcoin, akamwambia Bitcoin sijui 2008 ilikuwa shilingi 500, lakini nenda kaangalia price yake sasa hivi, unaona. Kwa hiyo ukiinvest huko labda kwenye Bitcoin utafanyaje, utapata faida. Kwa ndo hapo sasa nilianza kuisikia forex, ambayo ilikuwa ni miaka 2017 kuingia 2018 wakati niko chuoni. Kwa hiyo baada ya kuona hivyo na mimi niko nasoma kwenye masuala ya teknolojia, ndipo ambapo nikaamua sasa rasmi nikasema nikawa niko interested na mambo ya teknolojia. Kwanza ni biashara ambayo naipenda, nikasema alafu ni kitu ambacho kipindi kile nilianza kufanya biashara kwenye hayo makampuni kwa bado nasoma, na still bado nilikuwa napata hela kidogo, japokuwa ile makampuni yalikuwa ni scamming schemes, unaona, lakini nilikuwa napata hela kidogo. Kwa hiyo ilipokuwa nakuja forex na yenyewe ilikuwa inarelate na masuala ya teknolojia, nikasema it's okay kwamba kama naweza nikasoma au nikafanya shughuli zangu nyingine huku na trade forex na still bado naweza nikatengeneza pesa, it's okay. Kwa hiyo hapo sasa ndo nikafanya uamuzi rasmi wa mimi sasa kujiengage kwenye forex, ndo nikaivalia njuga tunasema ile. Nikaanza sasa kujifunza rasmi miaka 2017 kuingia 2018. Kwa hiyo nikajifunza, afu pia kitu kingine nikasema naweza nikafanya hii biashara, mwisho wa siku nikajikuta na kipato kikubwa. Kwa hiyo nikimaliza chuo hapa naweza hata nisihangaike na mambo ya ajira, nikawa na mtaji mkubwa, naweza nikafanya biashara mimi mwenyewe, nikajiajiri mimi mwenyewe, kuliko sasa kuanza kutegemea kuanza kutafuta ajira sehemu nyingine. Maybe nikajiajiri mimi mwenyewe na nikatengeneza ajira kwa vijana wenzangu. Kwa hiyo ni hizo ndo moja ya sababu ambazo zilizonishawishi mimi kuweza kuifanya hii biashara. Ulichukua muda gani kuielewa, na naweza nikakuweka kwenye level ipi ya uelewa wako kwa forex ama kwenye hii biashara ya forex? Mimi naweza nikakueleza, alafu wewe ndio utajua sasa utaniweka kwenye level gani. Kwa sababu mimi biashara nimeanza kuifanya kuanzia 2017 mwishoni, 2018 ndio nilianza kujifunza, na kwa asilimia kubwa sana, almost kama 90%, unaona, ya elimu ambayo nilikuwa nayo au ya uwezo wa kuifanya hii biashara ambayo niko nayo sasa nimejifunza mwenyewe, unaona. Nimejifunza mimi mwenyewe binafsi, kwa sababu watu wengi ambao nilikuwa nalipia ili waweze kunifundisha walikuwa wananifundisha vitu ambavyo sio, unaona, yani vitu ambavyo havifanyi kazi, unaona. Kwa hiyo mwisho wa siku mpaka nimekuja kudiscover vitu ambavyo vinafanya kazi sokoni ni vitu ambavyo nimevigundua mimi mwenyewe, na imenichukua muda mrefu sana, imenichukua zaidi hata ya miaka 3, unaona, mpaka sasa kuja kuielewa vizuri biashara, kwamba hii biashara inataka hiki, haitakiwi kufanya hiki na kufanya hiki na kufanya hiki. Kwa hiyo imechukua almost kama miaka 3 ukijumlisha mpaka sasa hivi na muda mrefu kidogo sokoni. Ni rahisi kuingia, ni rahisi kiasi gani au kuna ugumu kiasi gani kwa mtu kujifunza hii biashara
kuna urahisi au kuna ugumu wa asilimia ngapi? Hebu actually naweza nikasema kuna ugumu, tena ugumu ni mkubwa sana, kwa sababu watu ambao wanaujua ukweli wa hii biashara, traders ni wengi sana na wanaofundisha ni wengi, ila kwenye hao traders na ambao wanafundisha, wanaofahamu ukweli au uhalisia wa hii biashara ni wachache sana. Kuna mtu mwingine leo hii anaweza akasema yeye ni mentor, kwamba anafundisha, au yeye ni trader, lakini hajui uhalisia wa hili soko jinsi lilivyo. Unaona, kwa hiyo ndio maana unakuta bado still kwenye kule kufundisha kwake anaendelea kufundisha watu vitu ambavyo sio. Ndio maana nimesema kwamba kuna ugumu mkubwa sana, kwa sababu mpaka uje umpate mtu ambaye anaifahamu hii biashara vizuri na akawa yupo tayari kukufundisha wewe ili uweze kuelewa na kujua nje ndani ya hii biashara, ni ngumu sana na itakuchukua muda mrefu, japokuwa ni watu wengi sana ambao wanafundisha, lakini sio wote ambao wanaijua hii biashara. Wengine wanaijua tu juu. Ndio. Naona sasa hivi kuna watu wengi sana wanafundisha hii. Mwitikio ukoje? Mwitikio ni mkubwa, kwa sababu unajua nature ya binadamu, ya mwanadamu ni kutaka kujua vitu. Unaona, kwa sababu hata ukirudi kwenye maandiko matakatifu, mimi ni Mkristo, kuna Adamu ambaye ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa na Mwenyezi Mungu. Unaona, alipewa bustani akaambiwa mle matunda yote kasoro tunda la mti wa wakati. Unaona, kwa hiyo ile kutaka kujua huu mti wakati una nini, ndio kampelekea kwenda kula lile tunda, na mwisho wa siku akajikuta yuko uchi. Kwa hiyo ni nature ya mwanadamu, kwamba mwanadamu yeye ana ile haiba ya kutaka kufanyaje kujua vitu. Kwa hiyo akisikia kuna kitu fulani atataka ajaribu. Kwa hiyo ndo hivyo hata kwenye forex. Vijana wengi wanasikia kuna forex, watu wengi wanasikia kuna forex, lakini mwisho wa siku ndo ile wanaenda wanaulizana. Unaona? Mtu anataka kujua hii forex ni nini, Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba message ni nyingi sana, watu ambao wanatuma, na watu ni wengi sana ambao wanataka kujua kila siku. Unaona, kwa sababu watu wasioifahamu hii biashara ni wengi sana kuliko wanaoifahamu. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa, watu ni wengi sana wanataka kujifunza hii biashara na vitu kama hivyo. Ni mtaji wa kiasi gani mtu anatakiwa aweze kuanza awe nao ili aweze kuanza biashara ya forex? Ni sio muongo, ni mkweli, na hili jambo naomba nilizungumze leo ukweli. Forex inahitaji mtaji. Ni biashara ambayo inahitaji mtaji mkubwa. Unaona, kima cha chini kabisa minimum naweza nikasema ni kuanzia $1,000. $1,000 ambazo ni kama milioni 3 hivi? Hapana, ni milioni 2 kama na 500 hivi. Yaani kwenye round tuseme minimum, tuseme ni kwa pesa yetu ya Tanzania ni milioni 2 na 500. Yaani hicho ndio kima cha chini ambacho unaweza ukisha kuwa sasa uwezo kukimbilia tu kudeposit mtaji bila kuwa na elimu sahihi. Kwa hiyo ukisha kuwa na elimu sahihi tayari ndio ukawa na huo mtaji wa kuanzia milioni 2 na 500, utaanza kuona nini? Utaanza kuona matokeo. Ila hii mitaji sijui ya $10, $20, $30, hiyo tunajidanganya. Uwezo ukatoboa kwa hiyo mitaji. Uwezo ukasema eti unafanya biashara ni sawa. Napenda sana kuchukulia huu mfano wa genge. Unaweza kukuta una genge wewe ambao thamani yake kubwa ni $150,000, afu utegemee kwa siku uingize faida labda $50,000 au $70,000. Ni uongo. Lazima tu utakuwa unawaibia wateja, au utakuwa unauza vitu ambavyo havina huo ubora ambao watu wanafanya wanautaka. Kwa hiyo mitaji ya $10, $20 ni ngumu sana kutengeneza maisha kwa kupitia hiyo mitaji. Zaidi tu utaishia kuchoma na kupata vile vya voucher ambavyo havitakusaidia wewe hata kuweza kulipa kodi au run expenses zako nyingine. Na kitu kingine naongezea hapo, hao watu wenye mitaji ambao iko chini ya $1,000 ndio watu ambao wanaongoza kwa kupoteza pesa kwenye hili soko la forex, na ndio watu ambao wanaongoza kwa kutengeneza biashara nzuri sana kwa forex brokers. Ni akili ya design gani mtu anatakiwa kuwa nayo ili kuingia katika hii biashara hii? Huko hakuhitaji akili kubwa. Hakuhitaji akili kubwa wala kuhitaji elimu kubwa. Unaona? Umemaliza sijui machuo? Hapana, huku hapa hitaji, kwa sababu huku hata mtu ambaye ameishia darasa la 7, yani mtu yote leo, ili mradi tu ukiwa unajua kusoma na kuandika, unaweza ukatrade forex. Ila tu upate mtu ambaye atakuongoza vizuri kuifahamu hii biashara. Sawa. Yani kikubwa upate mtu sahihi kwa kufundisha. Sasa Mr. Divine, katika kujifunza kwako
Ni changamoto zipi ambazo umekutana nazo wewe kama? Mimi katika kujifunza kwangu changamoto nilizokutana nazo ni nyingi sana. Yeah. Ila changamoto kubwa ambayo nimekutana nayo, ambayo muda mwingine mpaka nilikuwa nafikiria labda naweza au niache ni madeni. Zilikuwepo zile? Madeni hii biashara bwana ilinifanya nikakomaa. Ni biashara ambayo imenikomaza of course kiakili, sababu nilijikuta naingia kwenye madeni nikiwa kwenye umri mdogo. Unaona, yani sina kazi na almost kama miaka 22 sijui 23 tayari mimi nimeshajiingiza kwenye madeni. Mtu kudaiwa kutaja figures ni yani ulikuwa unakopa kuweka kwenye unaona. Kwa hiyo yani nina miaka labda chini ya miaka 25 tayari nina madeni ambayo yanavuka milioni, na sina kazi na bado mwanafunzi, na madeni tayari ambayo yanazidi milioni. Unaona, tayari kumbuka yanazidi milioni, sio milioni ila yanazidi milioni. Ilikuwaje mzee? Kwa hiyo nikajikuta nimekuwa kwenye depression kubwa sana. Unaona? Na jinsi ilivyokuwa unajua hii biashara bwana ina vitu vingi sana. Usione tu watu wana brag mitandaoni huko, wanaonyesha lifestyle na maisha mazuri, ila kiuhalisia asilimia kubwa hao watu ambao unaona wana brag mitandaoni ni watu ambao wanaishi maisha magumu kinoma. Na ndio ipogo hivyo, kwa sababu hata mimi mwenyewe nilishaingiaga kwenye hiyo changamoto ya kublog mitandaoni na nikaona impact yake. Unaona, kwa sababu uishi maisha ya uhalisia wako, na mimi nilishaanzaga kuishi lifestyle ya mitandaoni, kwamba nilikuwa siishi uhalisia wangu. Sina hela ila nataka nionekane mitandaoni nina hela. Unaona, ili mradi tu nitengeneze ile trust kwa watu, na mimi nilikuwa nafanya hivyo nionekane nina hela, au ionekane hii biashara ina hela ili nipate pesa kutoka kwenye mifuko ya watu. Unaona, na yani watu wanavyokuona you are good, una pesa, una brag, una spend, ndio mtu anashawishika kuja kwako. Anashawishika kuja kwangu kwa vitu viwili, either nimfundishe au nimfanyie account management, yani ni trade kwa niaba yake. Hizo bado zinaendelea sasa hivi? Ziko nyingi sana. Zinaendelea sana, na sidhani kama zitakuja kuisha, kwa sababu tunasemaga kwamba kila siku wanazaliwa watu wasiojua hicho kitu ambacho wewe unakifanya wapya. Kwa mimi beginner itakuwa ni nitamjuaje sasa huyu ananidanganya? Yaani nitamjua yupi mkweli yupi muongo? Kwanza ni kwa mtu ambaye ni beginner au ambaye anataka kujifunza, jambo la kwanza unatakiwa uelewe kwamba hii sio biashara ya kukupatia wewe mafanikio ya haraka. Hicho cha kwanza. Inaweza kuchukua hata miaka 3 ndipo kaja kuwa, labda tuchukulie mfano, labda milionea. Unaona? Alafu kitu kingine ni biashara ambayo inahitaji muda kujifunza. Alafu kitu kingine, huku kupoteza hela ni kitendo cha haraka. Ukiingia kwa pupa, yani utakavyokuja ndivyo utakavyokupokea. Unaona, ukija kwa pupa na yeye atakupokea hivyo hivyo kwa pupa na utapoteza hela. Ila ukija kwa nidhamu na yeye atakupokea kwa nidhamu na matokeo utayaona. Na kitu kingine ambacho unaweza kumshauri mtu ili aweze kuepukana na huyu kwamba huyu ni tapeli, huyu sio tapeli, asije kukubali kumpatia mtu pesa yake ili atrade kwa niaba yake. Unaona, hilo la kwanza, kwamba mimi labda nina hela sijui, nakwambia nichukue hizi hapa hela ili utrade kwa niaba yangu. Akatae, epuka account management. Wala asije kutokea mtu akakushawisha akwambia wewe tunapokea sijui $100 ngapi au $100 ngapi, nafanya account management. Alafu akawa anakuonyesha na screenshot za nanilio za pesa zile ambazo profit ambayo umetengeneza. Usikubali, kwa sababu account nyingi zile unakuwa ni demo, na ukiachilia mbali pia ni demo, unakuta ni watu wanakula mchongo na broker. Unaona, broker anamtengenezea account ionekane ni real account. Unaona, afu unaonyeshwa kama ni real account, kumbe sio real account. Ni vitu vinawezekana. Broker kukutengenezea account ambayo ionekane kama ni real account, inawezekana. Unaona, kwa hiyo wasije wakakubali kuingia kwenye huo mtego.
unaona, cha account management. Alafu pili, wawe makini sasa na hao watu ambao wanauza maroboti. Unaona, maroboti ni software ambazo unaweza ukainstall kwenye simu au kwenye kompyuta, ambapo ile software ikawa ina trade kwa niaba yako. Wawe makini kwa sababu kuna roboti nyingi sana ambazo hazifanyi kazi. Roboti zinatumika kufanya trading? Unafanya trading. Yani inafanya trading kwa niaba yako wewe automatically. Yani wewe unakuwa haupo, lakini huko trade zinakuwa zinaingia, zile buy na kusell zinakuwa zinaingia na inafunga na faida muda mwingine. Wewe ushikifanya hizo? Mimi nilishawahi kutumia roboti, lakini sikuwa na matokeo mazuri. Nilipoteza pesa yangu yote. Unaona, ni moja ya changamoto pia ambayo nilipitia. Kwa hiyo watu wawe makini na hizi robot. Wajaribu kufanya research kabla ya kuamua kuinvest kwenye hizo robot, kwa sababu maroboti mengi yanakuwa hayana matokeo kama wanaoyaona kutoka kwa hao watu ambao wanauza hizo robot. Kwa hiyo hakikishie kwanza hiyo robot inafanya kazi, ndipo achukue maamuzi ya kuinunua hiyo robot, kwa sababu wengi wanaouza hizo robot sio wao ambao wamezitengeneza hizo robot, wala sio developer wa hizo robot. Unakuta yeye mtu ambaye anakuuzia wewe robot, yeye pia ni mtu kati, ni kama dalali. Unaona kwamba yeye amenunua robot huko kwa developer, yeye analitumia na yeye anakuja analiuza kwa kwako. Kwa hiyo ikitokea wewe umepata shida au ile robot alifanya kazi, ukimfuata yeye anakuwa hana msaada wote wa kukusaidia, kwa sababu yeye sio ambaye amelitengeneza, na wala hawezi akadevelop chochote kutoka kwenye hilo robot, kwa sababu yeye anakuwa hajalitengeneza. Kwa hiyo wawe makini. Roboti zipo, naweza nikasema zipo ambazo zinazofanya kazi, lakini ni chache. Katika roboti 10 inayofanya kazi ni moja. Sasa utajuaje kama hii ni robot ya kweli au sio ya kweli? Itachukua muda mrefu sana kufanya hizo research. Kwa hiyo ni bora ujifunze, utrade wewe mwenyewe pesa yako. Yani usalama wa pesa yako inakuwa salama zaidi ukiwa nayo wewe. Ukitrade wewe mwenyewe kuliko kumpatia mtu atrade kwa niaba yako. Alafu jambo jingine, hata kama umeanza kuona matokeo, labda let's say umedeposit $100 ndani ya wiki au mwezi, ukajikuta ile $100 imeongezeka, imefika mpaka labda $200 au $300, usifanye maamuzi ya kuacha kazi ili uingie kufanyaje kutrade rasmi, wala usifanye maamuzi ya kuacha shule au kuacha chuo ili uingie kutrade rasmi, kwa sababu kwenye biashara ina misimu. Kuna msimu biashara inachanganya, kuna msimu biashara haifanyaje haichanganye, na kuna msimu ambao ni wa hasara tupu. Kwa hiyo hata kwenye forex pia iko hivi. Huku pia kuna msimu utapata faida, kuna msimu wa hasara, na kuna msimu ambao utakuwa upati faida wala upati hasara. Sasa wewe ndio umeacha kazi, mtaji wenyewe ndio huo wa unga mwana wa $100. Huo ulipe kodi, huo ujionyeshe mtandaoni kama una hela, huo uonge na vitu kama hivyo. Uwezi kutoboa, mwisho wa siku utaishia kufanya kupoteza. Na jambo jingine ambalo naweza nikamshauri beginner anapokuwa anataka sasa kuanza kuifanya hii biashara, asiwe mtu wa kuombaomba ushauri sasa kwa watu wake wa karibu ambao hawaifahamu hii biashara. Unaona? Na pia nani hasa anatakiwa kumuomba ushauri wa mtu aliyefanikiwa? Yeye asome alafu atafute hao watu ambao wanafanya hivi. Sema sasa changamoto kubwa ya watu ambao wanafanya hivi vitu, wengi ni waongo. Unaona kwa ni ngumu, ila afanye research, asome. Uzuri siku hizi kwenye mitandao kuna ChatGPT, kuna AI hizi ambazo zinaweza kukusaidia wewe kukupa mawazo mazuri. Vitu viko wazi. Vitu viko wazi, mitandao iko wazi. Unaona, kwa sababu ukienda kuomba ushauri kwa watu wako wa karibu ambao hawaifahamu hii biashara, mwisho wa siku utaishia kufanyaje watakudiscourage. Alafu kitu kingine, hata kama ameanza kuona matokeo, usijionyeshe mitandaoni au kwa watu wako wa karibu kama unafanya hii forex. Kwa sababu kuna nyakati ngumu unaweza ukaja ukapitia na bado financial haujawa stable, tayari wewe ushaportray picha mtandaoni kwamba una hela, ukashindwa kufanyaje kusaidika. Mwisho wa siku watu wakaendelea kukumoko, unaona? Na vitu kama hivyo. Kwa hiyo epuka mitandao kujionyesha kwamba una trade, epuka pia kujionyesha kwa watu wako wa karibu kama una trade. Yaani ifanye kama siri. Fanya kama unafanya biashara ya magendo.
Unaona, jifiche, jifungie trade wewe mwenyewe personal mpaka pale utakapoona sasa una matokeo, yani tayari, yani upo consistency, una consistency nzuri ya kutengeneza faida sokoni. Hapo sasa ndo watu wako sasa wanaweza wakafahamu au wakajua. Ila kwa muda huu inabidi ufanyaje? Ustop kwanza, usiwaambie watu hiki kitu mimi nimejifunza ni hard way, kwa sababu nilipokuwa by the time tu nimeanza kujifunza hii biashara nikaa kama nimeweuka mitandaoni. Kila siku mimi na post profit za muda mwingine za demo. Unaona hivyo, kila siku mimi na blog mitandaoni inaonekana na hela. Kwa watu wakawa wanajua, ni rahisi kujua kwamba huyu anafanya forex. Kwa hiyo hata kipindi ambacho napitia wakati mgumu ikawa ni ngumu mimi kuomba ushauri au kufanyaje kusaidika. Unaona, kwa hiyo ni kitu kibaya sana. Alafu kitu kingine, kama ikitokea umejifunza, umepata mwalimu mzuri amekufundisha na umeelewa, basi epuka kufuatilia traders wengine mitandaoni, watakupoteza. Na epuka pia kushare analysis zako au profit zako mitandaoni, watakupoteza pia. Unaona, kwa sababu kuna watu ambao watakuja pale, watakuja kukukosoa. Unaona, kwa hiyo kutoa nje ya mchezo, na ni ngumu sana binadamu kuhandle rejection. Ni binadamu wachache sana ambao wanaweza wakahandle rejection, kukataliwa. Kwa hiyo epuka sana hivyo vitu mitandao hii, epuka sana kufuatilia traders tofauti. Kama umefundishwa na mwalimu, ni vema umfuatilie huyo mwalimu wako ambaye anafanyaje, anakufundisha, kwa sababu walimu tumetofautiana au wametofautiana. Kila mwalimu unakuta ana mbinu zake au strategy zake, au kuna namna ambayo anaitumia yeye kwenye kufanya uchambuzi sokoni. Kwa labda wewe umefundishwa, unajua njia hii, afu kumfuatilia mtu mwingine anajua njia nyingine. Wewe sehemu ambayo unaona kubai, yule mwingine anaona kusell. Kwa hiyo tayari hapo unakuwa umeshachanganyikiwa kiakili, uelewe ufanye maamuzi gani. Unaona, ni huyo mtu ambaye unamfuatilia labda ni mtu ambaye kila siku unaona yeye anaposti faida.